Ochieng and Babu Owino. Great minds. Great minds. Then nyinyi mnanipatia Kawanjiko wa Matinga wa Makeki Sisi wanasiasa ni kama shetani. Guy, anyway. Gumzo News TV, jicho la tatu. Gathoni wa Muchomba alikuwa kwa kampu ya Rais William Ruto, alikuwa kwa kampu ya Uhuru Kenyatta mpaka akachaguliwa na chama cha Jubilee. After hapo akatoka akakuja kwa kampu ya Rais William Ruto 2022. Akaingia kwa chama cha UDA, huko ndiye alichaguliwa kama mbunge kwa chama cha UDA. After hapo amekuwa mkosoaji mkuu wa Rais William Ruto kwa hii serikali, akikosoa mambo mengi na zile policies za hii serikali. Amekuwa against na hii serikali kwa muda. Baada ya hapo Gathoni wa Muchomba aliweza kuenda kwa kampu ya Rigathi Gachagua. After Rigathi Gachagua amekuwa impeached, akaweza kuonekana kule. Muda si mrefu Gathoni wa Muchomba aliweza kutoka huko, akarudi tena akaonekana kwa kampu ya Fred Matiang'i, wakiwa na kikao na Fred Matiang'i. Then ikakisiwa basi huko ndio ameelekea. But tena bado tuna digest hayo, akatoka tena bado akaonekana kwa mrengo wa Kenya moja ambao unahusishwa na Edwin Sifuna, Kibagendi, Babu Owino na Caleb Amisi. Yeye akawa mwanamke peke yake kwa hiyo mrengo ya Kenya moja. Huko ndio bado tumefikiria yuko kule. Ghafla bin vu Gathoni wa Muchomba siku ya leo ameweza kutoa bombshell. Hiyo bombshell ya kisiasa akimwelekezea Rigathi Gachagua. Sasa hivi Gathoni wa Muchomba ameweza kuingia kwa ile kampu yenye imekuwa ikikosoa Rigathi Gachagua kule Mount Kenya, ile kampu ya Ngunjiri wa Mbugu, yule Secretary General wa Jubilee Jeremiah Kioni, wenye wamekuwa wakikosoa Rigathi Gachagua. Ni kama sasa Gathoni wa Muchomba ameingia kwa hiyo WhatsApp group. Pia yeye sasa atakuwa tena mkosoaji tu, si wa Rais William Ruto bali pia Rigathi Gachagua. Kumbuka Rigathi Gachagua ndio mwenye anatazamiwa kuwa kingpin wa Mount Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta. Na chama cha DCP ndio chama ambacho kinaonekana ni chama cha Mount Kenya. Na Rigathi Gachagua amekuwa akiuza hicho chama Mount Kenya ku make sure 2027 kitakuwa kikipata viti vingi na ufuasi mkubwa kule Mount Kenya. But sasa huo moto ukiwaka hivyo, Gathoni wa Muchomba anakuja leo na kuweza kukimwagilia maji hicho chama. Anaanza kukitokomeza hicho chama, anaanza kukielekezea vijembe vya kisiasa hicho chama. Na hata Gathoni wa Muchomba ameweza kusema yeye atajihusisha na chama cha masikio, ambapo kumbuka chama cha masikio ni DCP, nembo yake ni sikio, meaning inasikiza ground vile inasema. So Gathoni wa Muchomba saizi akikuja kusema atajihusisha na hicho chama, na huyu Rigathi Gachagua ndio anakisiwa atakuwa akitoa mwelekeo wa Mount Kenya kisiasa 2027, then inashangaza. So tunataka tuweze kuangalia hiyo post yenye aliweza kupost kwa ukurasa wake wa Facebook siku ya leo. Na kabla tujaweza kuangalia yote, itaweza kuwa ni mara ya kwanza kutazama video hii channel na labda hujaweza kusubscribe, please take your time subscribe. Pia na kuomba watch video hadi mwisho, na kikubwa zaidi na kuomba uweze kulike. Asante sana kwa hiyo like. Tukiangalia na kuweza kuangalia post ya Gathoni wa Muchomba. Gathoni wa Muchomba alikuwa na haya ya kusema kwa ukurasa wake wa Facebook: The emotional battalion is at it again, abusing everyone who is not associating with the Masikio Party. Kumbuka Masikio Party ni DCP. Politics of emotion is self-destructive. In the year 2022, Uhuru told us not to follow them. Kumbuka vile Uhuru Kenyatta alisema alitoa mwelekeo akasema wasifuate Rais William Ruto na siasa zake, but watu wa Mount Kenya walimpuuza. He told him maliza uende. We told him maliza uende. He told us
mta regret. We told him atukuli mabarabara, maliza uende. See now, we have buried our sons, lost our incomes through mandatory deductions, closed business, lost tea bonus, houses demolished, amongst others. Same people we followed in 2022 are back on the car rooftops saying, Andu eitu, hii ndio chama yetu. They told us to elect Kawanjiku. Now they are telling us watoto wa single mother ni takataka tugenges. Kumbuka Kawanjiku anakujia hapo. Kumbuka hii matamshi ya Gathoni wa Muchomba kuhusiana na Kawanjiku inakuja baada ya Rigathi Gachagua kutamka matamshi fulani yenye ilionekana kuponda viongozi wa Mount Kenya wenye walichaguliwa. Kumbuka Rais William Ruto 2017 aliweza ku influence zile nomination za Jubilee kule Mount Kenya, sawa na 2022 ambapo kuna viongozi waliweza kuchaguliwa kwa chama cha UDA kutoka Mount Kenya ambao ni very weak, hawaelewi siasa, bado ni wachanga kwa siasa. But wale vigogo wa siasa wa Mount Kenya, Rais William Ruto alimake sure ameondoa kwa uchaguzi, wakashindwa. So viongozi wenye walichaguliwa, Rais William Ruto ndio alimake sure wamechaguliwa. Yeye ndiye aliweza kuwa sponsor kwa kampeni zao na kila kitu. So hao viongozi hakuna vile saizi watakuja na waanze kukosoa Rais William Ruto. Yet Rais William Ruto ndio baba wao wa kisiasa, ndio mwalimu wao wa kisiasa, ndiye alimake sure wakashinda. So Rais William Ruto aliweza kuinfluence uchaguzi wa nomination wa Jubilee sawa na UDA. So viongozi kuna vile watakosoa Rais William Ruto jinsi tunavyoongea kwa sasa. So wacha tumsikize Rigathi Gachagua jinsi alivyoongelea au viongozi wa Mount Kenya. As we mourn Raila Odinga, I must admit I admire two things about that old man, and I'm really very touched by his leadership. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. Because he has a strong political party. But most importantly, his political party, all the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. If you look at Raila's team, James Orengo, Otieno Kajwang, late, Omolo Atiende, Karoli Omondi, Peter Kaluma, Edwin Sifuna, Stewart Matiel, Catherine Muma, Mile Odhiambo, the bad girl, Beatrice Oyomo, Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, Ochieng, and Babu Owino. Great minds. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiku wa Matinga wa Makeki So hivyo ndio Rigathi Gachagua alikuwa na hayo ya kusema kuhusiana na wakina Kawanjiku. Na unakumbuka Kawanjiku ndio MP wa kwanza Mount Kenya kuchaguliwa kwa mrengo wa Rais William Ruto. Sijui alichaguliwa na chama cha UDA ama ilikuwa chama cha, I think ni chama cha Moses Kuria wakati huo. Wakasherekea sana ushindi wa Kawanjiku hiyo wakati. But sasa hizi Kawanjiku hakuna vile atenda against Rais William Ruto. So Rigathi Gachagua alijaribu kumtongoza kuja kwa mrengo yake, ikashindikana. Ndiposa Rigathi Gachagua akawa na machungu na yeye. Gathoni wa Muchomba anaendelea kusema hivi.
When I tell you the truth, you call me a mole and betrayer. Good morning from the mole. I will tell you the unpopular truth. I will not support murder. And I have been consistent, but I will not join Masikio blindly and through intimidation. So hivyo ndio Gathoni wa Mshomba amesema hata ukimtishia yeye ata join party ya Masikio ambayo ndio DCP. Pia vile vile anaendelea kusema hivi, I have a feeling they shall end up with the same characters who told us that Uhuru is dynasty, those who have the blood of our sons in their hands. And to me, Wiria, one term is only reality. If we stop fighting and agree to sit and listen to each other's, and listen to each other, branding women like Wamarinda does not add votes. It only scatter. Our fights will only give the enemy a free pass to victory. Kwa sababu wakigongana hivi wakose kuelewana, then Rais William Ruto baada atachaguliwa 2027 tutarudi hapa tena kulaumiana. So hiyo ndio ushauri wake. I will keep saying it till you block me from your profile. Good people, stop and review. Download your emotions. One time siku zombo from the genuine truth speaker. Matusi ni chakula ya siasa. So ameweza kumalizia hivyo, but nataka nibaki hapa kwa matusi ni chakula ya siasa. Gathoni wa Mchomba ameweza kuadmit kuwa kutenganisha siasa na matusi ni vigumu. Utamu wa siasa ni matusi. Matusi na siasa inaandamana sambamba. But tutakuwa na siasa za matusi hivi mpaka lini? Siku gani Kenya tutakuwa na siasa safi yenye haina matusi? Kiongozi tu atakuwa akisimama akiuza sera zake, akikosoa serikali kwa njia mzuri bila matusi. Kuna siku, hope ipo siku itakuwa hivyo. But Gathoni wa Mchomba hivyo ndio ameweza kusema na kumwelekezea vijembe vya kisiasa Rigathi Gachagua. Wacha tuone kama Rigathi Gachagua ataweza kumjibu. But kama viongozi wa Mount Kenya watazidi kulaumiana hivi, then kuna possibility Rais William Ruto kuweza kupenyeza kule Mount Kenya, kwa sababu Gathoni wa Mchomba alipoingia kwa hiyo kampu ya Kenya moja, then yule Kimani Ichung'wah aliweza kusema wao ndio mole ndani ya opposition, wanatoa information kwa opposition wakileta kwa serikali, kumaanisha wanafanyia kazi serikali. Na waliweza kumshtumu sana Gathoni wa Mchomba na hiyo group yake ya Kenya moja, so hata wakaweza kumuita msaliti. But tangu hiyo wakati Gathoni wa Mchomba bado amekuwa na huo msimamo. So haijulikani mpaka sasa kama Gathoni wa Mchomba anafanyia kazi Rais William Ruto kuweza kugawanya opposition ama kurudisha ushawishi wa Rigathi Gachagua chini pale Mount Kenya, bado haijabainika. But jinsi muda unavyosonga tutabaini mbivu na mbichi kama Gathoni wa Mchomba kweli anafaitia wana Mount Kenya na Wakenya, ama anafaitia tumbo yake kwa kufanyia kazi Rais William Ruto na kuwafeed information kutoka kwa opposition, ama sio hivyo. But sasa vile imesimama hivi, Gathoni wa Mchomba aeleweki yuko wapi, kwa sababu amekuwa mwenye kutapatapa kila kwa hizi mirengo zote, hajatoa msimamo wake uko wapi, ingawa bado anasema yeye yako kwa one term, but ishara zote haionyeshi yuko wapi kisiasa sasa, kwa sababu hakuna vile atasupport one term. Rigathi Gachagua pia ana support one term, ako kwa mrengo ya opposition, na still bado huyu Gathoni wa Mchomba na huyo Kimani Ngunjiri na Jeremiah Kioni bado wana fight Rigathi Gachagua. Yet Rigathi Gachagua wana fight goal moja ya kumake sure Rais William Ruto 2027 ameenda nyumbani, but tena kwa upande mwingine wana fight huyo Rigathi Gachagua. So unapata utakuwa wakigongana, wakikorogana hivyo, mwisho watapoteza mwelekeo. So ni vizuri hao viongozi wote waache hii malumbano yao, wastick kwa
kwa goal moja ambayo ndio ni ku make sure Rais William Ruto amekuwa one term, itakuwa ni vizuri, kwa sababu sasa hao viongozi wote wakikaa kwa meza moja then itakuwaje? Na ndio tumeona gazeti ya Star imeweza kudokeza kuwa Kalonzo Musyoka ndiye atakuwa flag bearer wa opposition, then George Natembeya atakuwa ndio mwenye kukuwa deputy president kwa hiyo mrengo ya opposition, then Fred Matiang'i atakuwa prime minister. Nakumbuka prime minister kuna kwa katiba. Then Martha Karua atakuwa speaker wa National Assembly. Yule Wamalwa atakuwa ndio mwenye kukuwa speaker wa Senate. Then after hapo Rigathi Gachagua atapewa 50% kwa hiyo serikali kama watachaguliwa, kwa sababu wanasema wako na deni ya nani? Ya Kalonzo Musyoka, kwa sababu Kalonzo Musyoka alisupport Rais Kibaki 2007, so wako na deni yake inafaa mlipe. Hivyo ndio wameweza kusema. Je, wewe unaona hii lineup itasumbua 2027? Hii lineup itafanya Rais William Ruto awe one term? Tupia maoni yako kwa comment section, sawa na maoni ya Gathoni wa Mshomba, itakuwa ni vizuri. Kwa sasa bye bye, tukutane kwa the next video.